Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ubivyo tunasekenenya babucho bose bachwa malembo sobya tutekene nsao holewa unjibwa obanda na marehemu watoshika. Ubivyo tunasekenenya akochi atosomene msao biule ni wechi Beno miyomo. Yes. Miyomo longe. Yes. Hotuba fupi ya marehemu. Tarehe 16 mwezi wa 3 2026. Majina ya marehemu. Marehemu alijulikana kwa jina la Amani Ndume Patrick, wa jamaa ya Babungwe Bashimsonga, nyumba ndogo ya Wachunda. Wazazi wa marehemu: baba Bilombele Patrice Msafiri, wa jamaa ya Babungwe Bashimsonga. Mama wa marehemu: Agnes Bawili, wa jamaa ya Bashimnyaka, nyumba ya Mauhu. Maisha ya marehemu. Kuzaliwa: alizaliwa tarehe 5 mwezi wa 5 1981 Panundu. Kuoa: marehemu alioa mke mmoja aitwaye Georgeta Liamba George, wa jamaa ya Bashimnyaka, nyumba ya Njara. Watoto: marehemu aliacha watoto 10, wa kiume 6, wa kike 4. Wajukuu: aliacha wajukuu 3 na wote wapo. Elimu ya marehemu. Marehemu alimaliza darasa la 6 sekondari. Pamoja na hivyo, marehemu alisomea uganga na kupata cheti. Kazi alizozifanya marehemu: marehemu alijishughulisha na ukulima. Magonjwa: marehemu hakuhumwa. Marehemu hakuhumwa. Alifariki siku ya pili tarehe 17 mwezi wa 3 2026. Jumla ya miaka aliyoishi marehemu hapa duniani ni miaka 45. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake libarikiwe. Amen. Miyomo. Yes. benu ni wechi miyomo obibyo tonisemba mwalo hose etenye mwasa olelwa msawe bonde hali ashi ela mpeki ni achoshi ela nankonji nanga onashi watelecha onge nsawele kinyume na ole wa obi obibyo tonisemba longe isaolela benu msao obanda na ngando ya onombocho neto watushika ebonde ya watanya ni bono mwechi tolelewa ibale alono lusuku eshia yake lusuku lwayinga to osaluto obibyo tonisemba omwalo wose telino bitasekelena o enyemo yono mbochwa neto lolo lusuku lwayinga longe bechibose tosekenenea ni wechi kijiji karibu kijiji. Yesu asifiwe. Amen. Benu ni wechi. Yes. Kijiji cha Adisi kutokana na msiba huu, kwanza niombe watu wote
tusimame ili tuweze kuagana na ndugu yetu. Tusimame tuagane na ndugu yetu. Ndugu yetu Ndume, tulikutambua siku zote kuwa mwanajamii na mwanadamu kama sisi, lakini siku ya leo Mwenyezi Mungu anakupenda kuliko sisi. Basi roho yako Mwenyezi Mungu ailaze mahali pema. Niwechi, tuketi chini. Sisi kijiji cha Adisi tuna masikitiko makubwa sana kwa kuachwa na mwanajamii. Kutokana na masikitiko haya, sisi kama vile kijiji tunasema ya kwamba tunashukuru kwa wote ambao walioacha kazi zao na kuja kujumuika pamoja nasi kwa ajili ya msiba huu. Kwa kijiji cha Aya 10 peke yetu hatungiweza kitu, lakini sababu ya ushirikiano tunasema tuendelee kuwa na moyo huu, maana leo ni kwangu, kesho ni kwa mwingine. Kutokana na maisha ya ndugu yetu Ndume, kama kijiji tuliishi na ndugu yetu Ndume hapa bila tatizo yoyote kabisa, lakini sababu Mungu anampendelea zaidi kuliko sisi, basi jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa mwisho, kama kijiji, wakati ambapo tunaenda malaloni, turudi wote hapa. Kuna maji ambayo inaandaliwa na kijiji ili sisi wote tuweze kuichangia. Niwechi longe. Karibu kanisa. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kanisa ni kanisa la Mwisho wa Makerubi. Tunapatikana pale EDFD. Kwetu mpendo huyo tumjui, lakini kuna shughuli ambayo tunazifanya kwa ajili ya kuwazika wale ambao wamekataliwa, aidha wale ambao hawapendi kwenda makanisani. Lakini imizo kwetu ni kwamba tunatamani kila mmoja achague sehemu ambapo atakuwa akisali. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia tunawasihi viongozi wa makanisa, mtu anatoa sadaka yake siku nyingi, siku ya mwisho unamkataa. Hakuna wewe kumhukumu mwanadamu. Sometimes ya kwako iko katika siri, kumbe ya kwako ikawa iko nje, ukaona kwamba ndio mtenda dhambi zaidi. Tafadhali sehemu nipe wewe, tafadhali. Hiyo ndiyo inasumbua. Pia tuko mahali hapa kwa ajili ya kufanya shughuli hii kama vile Mungu alivyotuahidi, na maandiko iko wazi katika kile kitabu cha Mathayo 20. Pale kuna agizo ambalo tumepewa, hatutafanya injili makanisani, tunatakiwa tufanye injili watu wengine wapate kusikiliza neno la Mungu. Na tunachohitaji kwa watu ni kwamba unapopatwa na shida kama hii, kuja mapema. Kama leo hivi tumejigawa mara 3. Kuna misiba ya watu wakubwa 3. Kuna msiba mmoja ambao tuko nao mahali hapa, mwingine uko kwa FD, mwingine JB. Tumealikwa sisi, nikabidi kuambia watu kwamba tugawe watu mara 3 ili kwamba tufanye shughuli hii. So imeni kwamba nahitaji ukiwa na shida yoyote ile tufikie mapema, tupate taarifa mapema ili kwamba tutengeneze mpango. Kwa hiyo jitahidi. Na kitu kingine nitaasa zaidi viongozi wa serikali kuambia maafa hii kwetu inatokana na kutoka mila na desturi zetu. Mimi bado ni kijana, lakini kwa kutembea Mungu amenisaidia sana. Nimejitahidi kufika sehemu mbalimbali, lakini tumekeuka. Ijalishi nilitoka Kongo nikiwa mdogo, lakini mila tumeigeuza. Leo vijana wengi
ya kuweka starehe ni kwenye makaburi. Mnawatengenezea pombe pale, wanaenda kuzukunywa kule. Ile pepo ya mtu ambaye alikufa na pombe itaingia ndani mwake, inaanza leta maafa. Inafika wakati kwenye misiba, bado si ni vijana, watu wanafanya vurugu za ajabu. Huku si tunaimba hivi, wengine wanafanya hivi. Inafika hata mimi nikiwa na msalaba natamani kupiga ule msalaba, kwa sababu ninaangalia kwamba ni ulimwengu ndio unatusumbua, aidha ushamba. Kwa sababu sehemu ambapo mtu ambao ulikuwa ukicheza naye, unakula naye pamoja, anakuacha, ndani kunakuwa na masikitiko makubwa. Lakini sisi tumeona kama ndio starehe kabisa. Lakini kuna methali ya Kibembe inasema kwamba luu moto ele, fanya wenye unafanya kwa ndugu ya mwenzako, kwako je? Hicho naasa zaidi vijana, naasa viongozi wa serikali, maana tunajua watu ambao tuko nao. Tuna vijiji ambao tunaenda tunafanya vurugu za ajabu. Pale kuna kiongozi ambao ni kielelezo. Kijana akifanya vurugu anashikwa, anapigwa fimbo za mzuri. Si kwamba watakuchagua tena, watakuchagua tu. Lakini kama ujitambui, watu watafanya vurugu hizo. Lakini hawafanyi vurugu kwa ajili ya kanisa, wanafanya vurugu kwa ajili ya ndugu yao ambaye ameachwa, na wako wanampenda yule mtu. So kwa hiyo tunawaasa viongozi, tafadhali, sisi tunafanya injili hii, Mungu ndiye alituambia tufanye. Nikitamka neno kwa hasira, naamini Mungu atafanya jambo. Maana kuna sehemu ambayo tulitamka maneno na nikamwambia utaishi, na hakuishi. Sio kauli Mungu anatupa kama viongozi, aidha kama watumishi wa Mungu. Nilimwambia mtu mmoja, unaponifanyia vurugu kwenye mazishi kama haya, kwa wakati na wewe unatakiwa ufanyiwe hivyo. Aliendaga. Si kwamba nina uchawi, lakini aliye juu yangu ana uchawi zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. So kwa hiyo tunawasi vijana wenzetu tutumie ustaarabu kwa ajili ya kuheshimu misiba tunayoipata, na Bwana atubariki. Amen. Mtumishi wa Mungu Justin, Mungu wa kuitwa na kuitika, tunasema asante na shukrani kwa sababu wewe ni mwema kwa ajili yetu. Baba, bariki wale wote waliokwenda kunyosha mikono yao kwa ajili ya kwenda kutoa dhaka ya siku ya leo. Bwana, peke yako ukasimame na kujaza ngala zao. Vile vile mnenaji wa siku ya leo Bwana, ninamkabidhi katika vitanga vya mikono yako. Peke yako Bwana usimamie na kumuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kuna watu wameweka mairinzi za ajabu kwamba hataana na mchawi. Mchawi hawezi shindana naye kama una Yesu. Kama unaga Yesu, wewe ni bure. Anazidi hata mfumo ambao unaenda kwake. Bwana Yesu wako hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati walipoona tegemeo lao limeenda kutoka, maana walitegemea kwamba yule mtu ndiye atakayewapa pesa kila siku. Lakini Paulo akamwambia kwamba kuanza sasa hiyo pepo toka. Wakasema kwamba kama tumaini letu limetoka, tutakuwa wageni wa nani? Leo watu wengi kuliko kumtegemea Mungu. Leo kana hiki ndio kitakufanya uwe shujaa. Hakuna shujaa kama una Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo viongozi wengi wa makanisa, tuambiane ukweli, hawana Mungu tena. Waliokuwa na Mungu ni wachache. Wengine wote ni kukufa. Kama yeye hatajiingiza kwenye chama cha mapinduzi ama chakiti chama gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo uganga umetawala. Mimi niliwahi kufika sehemu mtu anakuambia, "Mimi nataka nikwambia mimi ni la Mungu." Na sikuogopa kwa lolote. Watu leo, nyumba za waganga imekuwa ni sehemu ambao watumishi wengi wanatembelea. Lakini nataka nikwambie kwamba kama vile Mungu ishivyo utakufa. Amen.
Leo Nyarugusu, mimi niliwahi kuwa sehemu watu makanisa hivi kila siku. Kama kuna watu waliowahi kuishi pale katika kambi ya Kakuma, niliwahi kufika pale Kenya pale. Kuna mataifa utakuta wakati wa masherehe kama hizi kupu wakimtumikia, ukifikiri kwamba ni Mungu, kumbe ni uongo. Siku moja niko nafanya kazi pale hospitali. Watoto ambao tuliadmit 10 waliingia ni wanafunzi. Kufika saa 6 za usiku, 5, 7 ili wakaenda, tukabaki 3. Nikauliza Mungu na nikauliza na wenzangu, je, hii ikitokea kwa sisi Wakongomani tutaishi kwenye hii kambi? Niliwahi kuishi pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe watu huku wanafanya mambo tukijua kwamba wanamtukuza Mungu, kumbe wanatukuza miungu. Kama vile makanisa yetu leo tumemwacha Mungu, tumeenda tukua miungu. Ndio maana watu leo wamechanganyikiwa. Hakuna watu ambao saa hii utakuta mimi naitwa Reverend Pastor lakini hana Mungu ndani. Bwana Yesu asifiwe. Wakiwa mahali hapa wasinishambulie bure. Kuna kinga ambayo inanizunguka mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaitwa mama wa chuma cha maombi, lakini unavyovifanya wewe hauna Mungu, unatumikisha miungu. Nataka nikwambie siku ya leo ya kwamba miungu hii itaisha na utabaki ukilialia usiku na mchana, maana hauna Mungu, una miungu mingine. Wewe ni mganga kama waganga wengine. Na kama kwa mahali hapa wamama wa vyumba vya maombi watanisamee bure, maana tunasikia mnawasha mabushi manini, haina mpango wa Mungu. Yesu anataka umuite tu na anatenda. Wewe ndio utaonekana mtu wa ajabu. Hapana, utaonekana mtu wa ajabu kama una Mungu ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Vijana wenzangu, ni wakati wa kumtegemea Mungu wa kweli. Tumeenda katika nyumba la waganga, wametudanganya kwa vitu vingi. Tumepewa uganga wa kifamilia, tumepewa utawa wa kifamilia kwamba utakuwa shujaa. Hakuna shujaa kama hauna Yesu ndani mwako. Nataka nikwambie kitu kimoja. Wababa walio mahali hapa, kama hauna Yesu katika maisha yako, wewe uko bure. Bwana Yesu asifiwe. Acheni kujivuruga kwenye mambo mengine ambayo haina faida. Tumefanya waganga leo wamekuwa na pesa nyingi kuliko hata kuenda kumtolea Mungu kule. Wakati wa nyuma anakuambia kama Mungu akipenda. Kama Mungu akipenda, kumbe hana nguvu. Kumbe kuna mtu aliye na nguvu kuliko mganga unayemwendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie siku ya leo, Elia alisimama akaambia watu, mtaendelea kusitasita mpaka lini? Kama uchawi ndio tunaona tuabudu, ninaambiaga Mungu hili jambo. Kama Mungu anataka tuabudu uchawi katika kambi hili, tumwambie Mungu tuabudu uchawi. Lakini kama kuna Mungu anayeishi na yupo, nataka Nyarugusu tungemwabudu Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Elia alisimama akaambia kama mumeona leo, kama uasi umekuwa leo, pale kumejaa watu pale, na tunawatengenezea manyumba ya mzuri, hawako pale. Bwana Yesu asifiwe. Na huku tunafanya magarama mamilioni. Bure, hakuna mtu pale. Huku tunajifanya wa Mungu, kumbe hatuna Mungu. Kwa siku ya leo, hata kuwatahaka kwenda huko na huko, kuna Mungu anaishi. Na kama ukimwamini katika maisha yako, hakuna uganga juu yako, hakuna ulozi juu yako. Bwana asifiwe sana. Naambiaga watu ukweli, si ile ya Biblia. Kuna mtu mwingine atakwambia wewe ndio unakuaga. Kuna vitu ambavyo Mungu kama unamtegemea yeye, anakulindaga kwa viwango vikubwa. So siku ya leo Nyarugusu, huu ni wakati wa kusimama kukataa misiba ya aibu kama hii. Mtu na afya yake anaenda. Leo tumeambiwa kwamba RIP, rest in peace. Hakuna rest in peace. Haikuwa Nyarugusu.
tejo tulia kwa amani, ama pumzika kwa amani, the rest in peace. Haikuwagi Nyarugusu. Leo utakufa hapa usiku, mifimbo pa mtu anaenda analia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe rest in peace haiko. Ukitaka kuwa na rest in peace, simama ndani ya Yesu, utakuwa na maisha mazuri, kwa sababu katika dunia hii kuna maisha mazuri, lakini huko mbeleni kuna aina mbili za maisha. Kuna uzima wa milele wa raha na uzima wa milele wa taabu. Hiyo rest in peace yako umetulia kwa lini? Bwana Yesu asifiwe sana. Na hili neno la Bwana ametoa, hili neno la Bwana ametoa limetoka wapi? Tunatoliwa na Bwana gani? Bwana ametoa na Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema watu miaka 70 mpaka miaka 80. Sisi tunakufa na miaka 30, 20. Bwana ametoa. Bwana gani anatoa? Kuna miungu ambayo inatukula. Tumemwasi Mungu, tumeingiza miungu, ndio mabwana, Bwana gani? Na Bwana tubariki. Amen. Kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Ningeomba watu wote tuwe wima. Naomba watu wote, mkutano wote tuwe wima. Mkutano wote tuwe wima. Mkutano wote tuwe wima. Mkutano wote tuwe wima. Karibu mkutano sote kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu mkuu, tunatoa mahali hapa Bwana, tunahitaji usituongoze tuwezeshe katika kila jambo. Tunahitaji Roho Mtakatifu awe pamoja nasi katika safari hii. Tunakataa kila vishawishi vya ulimwengu wa giza, tunatangaza ushindi na amani kutoka kwako. Kwa Yesu Mungu wetu. Amen. Karibu mrudishaji tupa wimbo, watu tusaidie kwa sababu ya kuweka Mungu ndani.
Kuamini pasipo kuona inafaa katika safari. Siku moja atatuchukua, tutakaa milele. Usifiwe Yesu Kristo Mwokozi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Tunakwenda kusoma kile kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3 mstari wake wa 19. Tunasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Kwa jasho la uso wako utakula chakula chako hadi utakaporudi ardhini, kwa kuwa ulitwaliwa kutoka humo. Kwa kuwa wewe mavumbi
na mavumbini wewe utarudi. Saidia udongo. Karibu wachungaji wote waliokuwa mahali hapa waweke udongo. Wachungaji wote waliokuwa mahali hapa waje waweke udongo.